الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए ya tarehe 16 ya mwezi wa 8 2013 halifa mtukufu Ayyadahullah Taala anasema kwamba इत्तेफाक से siku chache साथ बातों में iliyopita मेरे सामने आया wakati nilipokuwa nazungumza na kiongozi fulani wa jumuiya kuhusu malezi, baadaye nilimwambia niandikie taarifa kamili. Kwa kusoma ile taarifa nikaona kwamba kuna mambo mwingine ambayo lazima nizungumze, kwa sababu katika jumuiya kuna watu kadhaa ambao wanataka kujua kuhusu mambo yale. Vile vile kuna mambo mengine ambayo ni muhimu kwa ajili ya wenye madaraka katika jumuiya. Mambo haya nitakayosema kama ni muhimu kwa ajili ya jumuiya ya hapa, vile vile ni muhimu kwa ajili ya jumuiya zote za dunia nzima, au ni muhimu kwa ajili ya kizazi cha siku hizi, na vile kwa ajili ya watu ambao si active sana katika kazi za jumuiya au hawajihusishi katika kazi za jumuiya. Haya ni mambo ambayo hayaelezwi waziwazi. Wabashiri au wenye madaraka au viongozi katika jumuiya hawaelezi waziwazi mambo haya mbele ya wanajumuiya kama yapasavyo, na kwa sababu ya hii watu wengine wanakuwa na maswali lakini hawaulizi maswali, hususan vijana wa jumuiya. Sababu yake ni hii kwamba labda kwa sababu ya mazingira ya jumuiya au jamaa zao au wazazi wao wataona vibaya wakiuliza maswali haya, au wao watapata shida na tabu wakiuliza maswali, ila hali inatakiwa waulize maswali kwa wabashiri na viongozi wa jumuiya wenye ambao wana elimu ya jumuiya, au kwa kuuliza maswali haya kwa viongozi wa Khudamul Ahmadiyya na Lajna Imaillah. इसका ताल्लुक होना चाहिए कि सवाल कर सकें आसानी से, ताकि मालूमात में भी इजाफा भी करें, na wanalazimika wawe na uhusiano wa aina hii kwamba waweze kuuliza maswali bila kuwa na wasiwasi, na kwa kufanya hivi waondoe dhana yao. Au wanaweza kuniandikia mimi, watu wengine wananiandikia kutoka kwa nchi zingine, baadhi wakati kutoka hapa pia, na wananiandikia kwa adabu sana, na maswali yao yanajibiwa vizuri. बहरहाल ये बात भी सामने आई कि बाज़ ओहदेदार भी jambo lingine pia lilipatikana kwamba तफसील नहीं जानते,
viongozi और अपनी जिम्मेदारी au wenye madaraka katika jumuiya pia hawajui kuhusu majukumu yao na hawatekelezi majukumu yao vizuri. पहलू तो अकीदे Mambo nitakayoeleza mbele yenu sasa hivi, miongoni wa mambo haya, kitu cha kwanza kinahusika na itikadi yetu, kwa sababu sisi tunatakiwa tujue kwa nini sisi tuna imani hii au tuna itikadi hii. Na tunapoambiwa kwamba tufanye mambo kadhaa, tunapoelekezwa kuhusu ये एक अहमदी मुसलमान के लिए kuhusu mambo kadhaa, tunatakiwa tujue kwa nini tunaambiwa tufanye hivi na kwa nini hii ni muhimu kwa ajili ya mwanajumuiya. Kwa mfano ni kutoa michango katika njia ya Mwenyezi Mungu. Watu wanataka kujua kuhusu hii. इंतजामी जिम्मेदारी Kitu kingine kuhusu hii ni kwamba viongozi wamepewa majukumu kadhaa ya uongozi, namna gani wanalazimika kutekeleza na kiasi gani इन दो बातों की wanao hiari. Nitakumbusha kuhusu mambo haya mawili sasa hivi. और एक Kitu cha kwanza ni kuhusu itikadi yetu, अमूमन इसका बयान na kwa ajili ya mwanajumuiya ni muhimu sana kwamba ajue kuhusu hii. Mara kwa mara jambo hili linaelezwa, lakini si रखते हुए नहीं kwa nguvu हमारे अपने लोगों की भी na si kwa kuzingatia jambo hili kwamba wanajumuiya wetu wanataka malezi, kwa hivyo jambo hili halielezwi hivi. अहमदी है तो उसे इल्म है Kwa kawaida inadhaniwa kwamba mtu ambaye amezaliwa katika jumuiya tayari anajua kwamba lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam ni nini नए आने na kwa nini tunalazimika kumwamini Sayyidina alayhi salam. पढ़कर तक Wanajumuiya wapya wanajua vizuri, kwa sababu wao wanajiunga na jumuiya kwa kusoma na kwa kufanya utafiti, मैंने कहा इतने ज्यादा एक्टिव नहीं lakini इज्तिमाआत पर नहीं आते जलसों पर watu ambao si active sana na hawashiriki katika vipindi vya jumuiya, watu hawa hawajui sana umuhimu wake ni nini, na watu wa aina hii wanapatikana katika kila nchi hata kama idadi yao ni ndogo. Kwa hiyo tunalazimika tuzingatie jambo hili kwa ajili ya malezi yao. की तंजीमों Kwa ajili ya hii Khudamul Ahmadiyya na Lajna Imaillah काम करने की wanatakiwa waunde mipango yao काम की na vipindi vyao, kisha wafanye kazi को vile vile. Kwa jumla nidhamu ya jumuiya pia inatakiwa, जाए badala ya kuwafukuza watu wa aina hii au badala ya kuwaambia kwamba hawa watu hawawezi kurekebika, inatakiwa nidhamu ya jumuiya iwavute karibu, उनको कह देते हैं isipokuwa तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं wale watu ambao wanasema waziwazi kwamba sisi hatuhusiki na jumuiya. मालूमात भी Lakini जमात का निजाम kuhusu watu wa aina hii मेन inatakiwa nidhamu ya jumuiya को इन लोगों की मालूमात देते हैं iwapatie maelezo kuhusu ये की वजह से भी watu wa aina hii kwa idara mbalimbali za jumuiya, kwa sababu watu wengine kwa sababu ya tofauti ya umri wanakataa kusikia. की इस्लाह की तरफ तवज्जो दे सकती हैं Kwa kupitia idara mbalimbali za jumuiya sawa na umri yao, watu hawa wanaweza kurekebishwa, na sehemu yoyote kazi ilifanywa hivi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mafanikio yalipatikana. जिन्होंने Katika baadhi ya jumuiya makatibu wa malezi लोगों की नफ्सियात को kwa ajili ya malezi, kwa kuzingatia akili ya watu wa aina hii, waliunda mipango na vipindi, na athari yake ilipatikana nzuri sana, matokeo yake yalipatikana mazuri sana. चाहिए कि हमने हत्तुल वसा Ili mradi inatakiwa juhudi ifanywe kwamba kadiri ya uwezo wetu tutawasalimisha, tutawaokoa na jumuiya. Hili ni jukumu la kila kiongozi na kila mbashiri, na vile vile ni jukumu la nidhamu ya jumuiya. जो पहली बात मैं करना चाहता Baada ya jambo hili la msingi, हूं हर अहमदी को पता kitu cha kwanza ninachotaka kusema इस्लाम की ni क्या है kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa ajue lengo la kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam ni nini na kwa nini tunalazimika kumwamini yeye. कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु Kwa ajili yake mimi nimeona kwamba ni vyema nisome maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. जो भेजा गया है Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema, mimi nimetumwa ili खोई हुई अजमत को फिर कायम करूं
ili nirudishe heshima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyopotea काम हो रहा na nathibitishe ukweli wa Qur'an tukufu duniani, na kazi yote inafanywa, lakini wale ambao macho yao yamezibwa hawezi kuona, और इसकी ila hali silsila hii inaendelea kuonekana kama ni jua, kama ni mwanga wa jua, na mashahidi wake wanapatikana kiasi hiki kwamba wakikusanywa sehemu moja idadi yao itakuwa kubwa kiasi hiki kwamba फरमाया कि इस कदर सूरतें इस haiwezi kuwa सच्चाई की मौजूद हैं jeshi ya mfalme yoyote inayoweza kufanana na idadi hii, na mambo haya yote ni aina hii kwamba si rahisi kuelezwa, kwa sababu Islam ilifedheheshwa, na sawa na ile fedheha iliyofanywa alionyesha heshima ya silsila hii, तो इस्लाम की जिंदगी की बात नहीं है na hii haikutokea wakati wa uhai wa Sayyidina alayhi salatu wasalam tu, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bali के मुकाम के बाद jinsi alivyo शरीफ की सच्चाई को eleza Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu heshima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jinsi alivyoeleza ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam katika vitabu vyake na katika maandiko yake, वो आज भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत mwanga huu और कुरान शरीफ की सच्चाई को unaendelea kuthibitisha heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ukweli wa Islam hata mpaka leo. मुख्तलिफ मिसालें दी हैं कि किस तरह Mimi जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wakati mbalimbali nimetoa mifano kwamba namna gani wakati बयान किया जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाता tunapoeleza sera za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho sahihi ya Islam, wasiokuwa waislamu wanalazimika kusema kwamba ikiwa haya ni mafundisho ya Islam na ni sera za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tulikuwa tumekosea. Nilitoa mfano wa mpinzani wa Islam wa Canada अपने ambaye alitoa cartoon ya magazeti ya Danish katika gazeti lake. बारे में मेरी बात सुनी है और इस्लाम की खूबसूरत तारीफ Yeye aliponisikilia na aliposikiliza hutuba yangu na alipojua kuhusu mafundisho ya Islam, alilazimika kuandika katika gazeti lake kwamba kwa kumsikiliza imamu wa Jumuiya Ahmadiyya में nimeona kwamba mimi nilikuwa mwenye makosa, na hivi alikubali kosa lake. जैसे Na katika hutuba ya Jumaa iliyopita nilisema kwamba यह बातें की mwanasiasa mmoja mkubwa wa Marekani alisema maneno machafu kuhusu siku ya Ijumaa. Ni watu malaki wanasikiliza redio yake ambayo anaendesha. कुरान करीम की रूह से क्या है Kwa sababu ya kipindi chake, mwanajumuiya mmoja ambaye ni kijana aliandika kuhusu umuhimu wa jumuiya kwa mujibu wa mafundisho ya Islam, na huyu mtu ambaye ni mwanasiasa na ni maarufu sana, कि उसने yeye aliambiwa kwamba umekosea, kwa hiyo tupatie nafasi katika redio yako. Kwa hiyo alitupatia nafasi, na hii ilikuwa uzuri wake kwamba alitupatia nafasi. Kwa hiyo kijana wetu mmoja mwanajumuiya katika redio yake alieleza kuhusu umuhimu na kuhusu utakaso wa Ijumaa. Kwa hiyo yule mwanasiasa alikubali kwamba mimi nilikuwa nimekosea, na kipindi hiki pia kilisikilizwa na watu malaki na malaki. जमात अहमदिया के जरिए से ही हमें हकीकी इस्लामी तालीम का पता चलता है Vile vile watu wengi wanakubali kwamba kwa kupitia jumuiya tunajua mafundisho sahihi ya Islam. Haya yote ni kwa sababu aliyotuambia Sayyidina alayhi salatu wasalam, कि आप na alituelezea mafundisho mazuri ya Islam, इस मकसद के लिए भेजा था kwa sababu कि आप Mwenyezi Mungu alimtuma kwa ajili ya lengo hili kwamba इनकी हकीकत yeye athibitishe heshima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani na aeleze mafundisho sahihi ya Islam mbele ya dunia. इस वजह से जैसा कि आपने फरमाया Basi kwa sababu ya hii, kama alivyosema और कुरान करीम की Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam की अजमत और kwamba heshima ya Islam na heshima ya Qur'an na heshima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapatikana tena duniani kwa kumpitia yeye. वफा से कमतरी का शिकार है और नौजवानों Kwa hiyo haina sababu kwamba sisi tuvunjike moyo, na vijana wanatakiwa wapate moyo, बंद कर रहे हैं फिर हमें से na vijana wanaziba midomo ya maadui kwa hoja,
मानना क्यों जरूरी vile vile tunatakiwa tujue jambo hili pia kwamba kwa nini tunalazimika kumkubali na kumwamini sayyidina alayhi salatu wasalam. Watoto wenye umri wa miaka 13 14 wanaouliza swali lakini wazazi hawajibu vizuri अल्फाज में बयान कर देता हूँ. kuhusu hii. Tena napenda kusoma maandiko ya sayyidina alayhi salatu wasalam. उसको जहरी तंजीम में बाद में Maandiko haya ni marefu. इसके लिए इस्तेमाल कर सकते Baadaye idara mbalimbali ya jumuiya inaweza kuchagua sehemu mbalimbali na kwa ajili ya kuwaelezewa na jumuiya na kwa ajili ya malezi. Safari moja mashekhe kadhaa walimuuliza sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba tunaswali swala, tunafunga saumu, हैं. तो फिर हमें आपको मानने की tunaamini Qur'an tukufu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo kuna haja gani ya kukukubali wewe? Sayyidina alayhi salatu wasalam akasema, angalieni और उसके रसूल और kama मानने का दावा करके उसके अहकाम की yule mtu ambaye kwa kumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'an tukufu तकवा तहारत को बजा ना लावे और hayafuati maagizo yake kama swala na uchamungu na saumu, मुतल्लिक नाफिज हुए हैं छोड़ दे, वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक na aache mambo yanapatikana kuhusu heri na kuacha shari, basi yule hawezi बुराइयों को ना छोड़े. kuitwa Muislamu. Yani anadai kuwa Muislamu lakini hafanyi wema na haachi maovu. Katika hali hii yeye hastahili aitwe Muislamu, का इतलाक सादिक नहीं आता. इसी तरह na hatuwezi kusema kwamba amevaa मानता dhahabu मानने की जरूरत नहीं समझ na dhahabu ya mapambo ya imani. और गायब Vile vile yule ambaye haniamini kwamba mimi ni Masihi aliyeahidiwa, महल से यानी yeye hajui utume ni nini क्या अगराज हैं, na umuhimu wa unabii ni nini na malengo yake ni nini, सच्चा मुसलमान na yeye hastahili और उसके रसूल kwamba aitwe Muislamu mkweli खबरदार कह सके na aitwe kwamba ni mtuifu mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, वसल्लम के जरिए से कुरान शरीफ में अहकाम दिए kwa sababu kama Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa amri na hukumu katika Qur'an tukufu, vile vile alitoa bishara ya kuja kwa Imam Mahdi na halifa katika zama za mwisho. Wale ambao hawamwamini yeye basi wao wameitwa fasiki, बल्कि अल्फाज दीगर कुरान शरीफ na tofauti haipatikani baina ya Qur'an na hadithi, कुरान शरीफ na hadithi ni maelezo ya Qur'ani tukufu. और हदीस में उस Katika Qur'an tukufu neno la halifa limetumika, na katika hadith halifa yule ameitwa kwa jina la Masihi aliyeahidiwa. करने के लिए करने के मुतालिक वादे का लफ्ज बोला है. Basi Qur'ani tukufu iliyotoa bishara ya kuja kwa halifa, वो मुसलमान कैसा है जो कहता है कि हमें उसके मानने की basi Muislamu yule ambaye anasema hana haki ya kumkubali yule halifa, yule Muislamu ni Muislamu wa aina gani? आया के खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba इस्लाम में ये एक शर्फ Mwenyezi Mungu alisema कायद और तजदीद के वास्ते kwamba mahalifa wataendelea kuja mpaka siku ya Kiyama, na kwa ajili ya kusadikisha jambo hili mujaddid waliendelea kuja katika kila karne. दी है. Angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam amefananishwa na Hazrat Musa alayhi salatu wasalam katika Qur'an tukufu. अगर आते रहेंगे तो कौन Huzur anasema hapa watu baadhi wakati wanakosea kuhusu mujaddid kwamba ikiwa ataendelea kuja hawa mujaddid ni kina nani? Kwa hakika mahalifa ni mujaddid. उससे भी नोट्स लिए जा सकते हैं. Kuhusu hii nimeshawahi kutoa hutuba kwa maelezo, जमात के लिटरेचर में भी मौजूद na Sayyidina alayhi salatu wasalam ameshawahi kueleza na inapatikana katika literature ya jumuiya pia kwamba mahalifa watakuwa mujaddid. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba angalieni, Mwenyezi Mungu alimfananisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na Musa alayhi salatu wasalam kama inapatikana katika neno la kama, na khalifa wa mwisho wa sheria ya Musa alayhi salatu wasalam ni Hazrat Isa alayhi salatu wasalam. Vile vile katika mwisho wa sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam खलीफा का नाम बलिहाज मुशाब ni halifa खिदमत के मसीह मौद kwa sababu ya kufanana naye kwa silsila ya Musa alayhi salatu wasalam ameitwa Masih. का जिक्र ही कर दिया हो, बल्कि उसके आने के निशानात तफसीलन Tena si hii tu kwamba alielezwa, habari yake ilielezwa kama ni jambo la kawaida, bali habari yake inapatikana katika Biblia, katika Injili, katika hadithi na katika Qur'ani tukufu pia. ईसाई और Ishara ya kuja kwa yule Masihi imeelezwa, मुंतजर हैं.
na mayahudi na wakristo na waislamu wote wanamsubiri huyu से इस्लाम हो masihi. Kumkataa huyu masihi haiwezi kuwa islam halisi. पर भी अल्लाह ताला ने उसकी ताईद में निशान जाहिर किए Kisha yule mtu ambaye huko mbinguni pia Mwenyezi Mungu alionyesha ishara kwa ajili ya खसूफ ukweli wake, na katika ardhini pia alionyesha ishara kama tauni ilitokea, शख्स जिसकी ताईद के बाद na jua na mwezi pia lilipatwa sawa na bishara iliyotolewa. अलवक्त Ikiwa mbingu pia inaonyesha ishara ya ukweli wake na ardhi pia inaonyesha ishara ya ukweli wake, je, huyu anaweza kuwa mtu wa kawaida? Je, inaweza kuwa kwamba kumkubali au kutokumkubali yeye ni sawa? फरमाया या Na je inawezekana kwamba kwa kufanya watu wanaweza kuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu? विरासत में दुनिया को Kisha alama zote zilizoelezwa kuja kwa Sinam alayhi salam ishatimia, मसीह मौत के आने का यही जमाना लिखा है कि वो 14वीं सदी में na maulama walisema kwamba Masihi atakuja katika karne ya 14. या और अक्सर उलमा ने Na baada ya kupata dalili hii na hoja hii waziwazi ambayo ilielezwa na maulama wa Kiislam, मुतालिया करे देखो जिस na yule ambaye anataka बरस बाद kusoma sura Nur kwa makini sana 14वीं सदी ही में मुसलमान atajua kwamba kama Isa alayhi salatu wasalam alikuja katika karne 14 ya baada ya Musa alayhi salatu wasalam, vile vile katika silsila hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam खलीफा katika karne 14 amekuja kuwa khatamul khulafa. खलीफा हूँ Na Sinam alayhi salatu wasalam amesema kwamba mimi ni halifa mpaka miaka 1000 ijayo, na yeyote atakayekuja atakuwa kwa kumfuata yeye. जो कुरान करीम और हदीस में वाक़ Hazur anasema basi kwa mujibu wa bishara zinazopatikana katika Qur'an tukufu na katika hadithi, गुलाम का Masihi ilitabiriwa kwamba atakuja katika karne 14. Yeye ni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam. अंग्रेजी Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa asome vitabu vyake. दूसरे मुल्क Wale ambao wanasoma lugha ya Kiingereza na hawaelewi lugha ya Kiurdu, की जुबान vitabu vinavyopatikana katika हज़रत मसीह मौद lugha yao की बेइज्जत का मकसद wanajumuiya wanatakiwa wasome. Na katika literature hii umuhimu wa ujaji wa Sinam alayhi salatu wasalam imeelezwa, na kwa nini tunalazimika kumkubali yeye imeelezwa vizuri katika vitabu hivi. Kwa hiyo kila mmoja analazimika aimarishe imani yake, तैयारी करेंगे तो खुद na wanaoleta shutuma dhidi ya Islam wajibu wale watu. Ikiwa nyinyi wenyewe mtatafuta elimu, mnaweza kuwajibu wale watu ambao wanaleta shutuma dhidi ya Jumuiya Ahmadiyya. जमाती निज़ाम को भी Pamoja na hii kwamba kila moja analazimika kusoma, vile vile idara zote za jumuiya inatakiwa iunde vipindi mbalimbali, kwamba namna gani kuhusu hii tunaweza क्या है kumfikishia kila mtu mafundisho haya, yani lengo la kuja kwa Sinam alayhi salatu wasallam ni nini, na kumkubali yeye, umuhimu wa kumkubali yeye ni nini. Kisha Hazur anasema kwamba kitu kingine ambacho ni muhimu kwa ajili ya malezi ni kuhusu उसका malezi, yani jambo hili linamhusu malezi, na jambo hili ni uhusiano wa wanajumuiya na khilafat. अल्लाह ताला के फजल से Na kuhusu हमें uhusiano huu wa uhalifa, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, siku hizi sisi tuna neema ya MTA, साइट है इस्लाम vile vile ni website al-Islam. इनसे भी जोड़ने की कोशिश करने की जरूरत है Basi kuna haja sana kwamba watu waunganishwe na MTA na website. Kila mwanajumuiya awe mwanamke au mwanamume aunganishwe na vitu hivi viwili. करनी चाहिए Nizamu ya jumuiya na idara mbalimbali za jumuiya inatakiwa ifanye juhudi kuhusu hii. कि एक बहुत बड़ी तादाद है Katika jumuiya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wapo watu wengi ambao ni wenye imani sana, खुतबा सुनते हैं ambao wanakuja misikitini na wanasikiliza hutuba, na katika sehemu mbalimbali za dunia kwa kupitia MTA pia watu wanasikiliza hutuba. Na wapo wengine ambao wananiandikia kwamba wanasikiliza hutuba mara 2 mara 3, lakini bado wapo wengine ambao hawasikilizi. Katika nchi hii ya Uingereza pia wapo watu wengine ambao और ना ही दूसरे hawasikilizi hutuba zangu, शामिल भी नहीं होते wala hawaangalii vipindi vingine vya MTA, na wala hawashiriki katika mikutano ya jumuiya. उन्हें खिलाफ Katika jumuiya fulani ya Uingereza मजबूरन
watu walifanya mambo dhidi ya nidhamu ya jumuiya, na kwa sababu ya hii walipigwa marufuku. की मजीद तो पता चला कि उनमें Utafiti ulipofanywa से अक्सरियत ilijulikana kwamba जो miongoni mwa hawa wengi walikuwa wa aina hii ambao hawasikilizi hutuba zangu ज्यादातर एक्टिवली आना जाना au hawajihusishi sana katika mambo ya jumuiya, hawashiriki katika mipango ya jumuiya, क्योंकि उनके खून में था, lakini kwa sababu जब उनको mapenzi ya jumuiya ilikuwa katika damu yao au ushano wa jumuiya ilikuwa katika damu yao, wao walipopigwa marufuku walikuwa na wasiwasi sana, walianza kuniandikia barua, उस वक्त रोते भी, wengine walikutana nami, अगर वो दुनिया na wakati walipokutana nami walilia sana. Ikiwa wao wangekuwa watu wa dunia, hali hii isingepatikana ndani yao. लापरवाह हो जाते हैं, Basi wapo wengine ambao kwa sababu ya biashara ya dunia wanaghafilika, wanapokumbushwa, wanapoelekezwa, wao और आइंदा से wanafanya istighfar na wanatubu मजबूत करने की कोशिश भी करते हैं। na बस ये याद दहानी की रिवाज wanajitahidi kujenga uhusiano wao na jumuiya vizuri. भी जमाती निजाम Basi kuwakumbusha wanajumuiya, सेक्रेटरियान व लगीन hii ni jukumu la nidhamu ya jumuiya, jukumu ya makatibu na wabashiri na vile vile idara mbalimbali za jumuiya, खिलाफत से हर फर्द का जाती ताल्लुक पैदा करवाने की कोशिश करें। kwa ajili ya kujenga uhusiano na uhalifa katika mioyo ya watu. Mufanye juhudi जो पहले ही है, na mujitahidi kueleza umuhimu wa kujenga uhusiano huu. Uhusiano huu tayari unapatikana ndani ya watu, lakini wao wanapokumbushwa wanakuwa watiifu sana, na ikiwa vumbi inakuwa juu yao, vumbi ile inaondoka mara moja. Na wakati watu hawa wanapoadhibiwa, hali yake inaonekana waziwazi. कि शोभा मुस्तकिल खलीफा वक्त से राब्ते की तलकीन Ikiwa idara ya malezi और खुतबात और जलसों inaendelea kukumbusha kuhusu kujenga uhusiano na halifa, तो जहां na inaendelea kukumbusha watu waendelee kuangalia mipango na vipindi vya MTA na washiriki katika vipindi vya jumuiya. Kwa kufanya hivi, ikiwa malezi yataboreka, vile vile mambo ya tabligh pia yatarekebika. याद रखें Jambo lingine linalotaka kukumbusha ni kuhusu michango, kwamba watu wajue kuhusu umuhimu wa michango, और na mara kwa mara nawaambia makatibu चंदा कोई wa fedha kwamba बल्कि waeleze जिनकी waziwazi kwamba अल्लाह ताला ने michango si kodi, जगह हुक्म bali ni miongoni wa फरमाता है, fardh, jukumu ambalo lililoelezwa katika Qur'an tukufu. Kwa mfano, katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema fattakullah mastatatum wasma'u wa atiu wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. सनम In tukrizullaha qarzan hasanan युदाइफुहु लकुम yuzaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. करो जिससे तुम्हें तौफीक है, और सुनो और इताअत करो, Kwa hiyo mcheni Mwenyezi Mungu mwezavyo, na sikilizeni na tiini na toeni, itakuwa heri kwa nafsi zenu. Na aepushwaye na ubahili wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufaulu. Mkimkatia Mwenyezi Mungu sehemu nzuri, atawazidishieni, na तुकरिजुल्लाह कर्जन हसनन युदाइफुहु लकुम, in tukrizullaha qarzan hasanan उसे तुम्हारे लिए बढ़ा yuzaifu lakum wa yaghfir lakum, और अल्लाह बहुत yani atawazidishieni na atawaghofirieni, na Mwenyezi Mungu ndiye atuaye thawabu nyingi, mpole. खुदा की राह में खर्च करना एक मोमिन Basi aya hizi zinathibitishwa kwamba kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni muhimu sana kwa ajili ya mwaminio. और Ni wale wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu watapata ufaulu. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu amesema kwamba kutoa kwenu katika njia ya Mwenyezi Mungu ni sawasawa na mkopo mnampatia Mwenyezi Mungu. कई गुना बढ़ाकर Na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya मुझे लोग लिखते kutoa kwake, हैं कि हमने अल्लाह ताला की Mwenyezi Mungu anamzidishia और अल्लाह ताला ने kwa wingi, कई गुना na watu wananiandikia mara kwa mara kwamba sisi tulitoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu alituzidishia.
na nimeshawahi kueleza matukio yao mara kwa mara. उसको हमारे पैसे की जरूरत नहीं, mwenyezi mungu ni ghani, तो हमें पाक yeye hahitaji हमारे mali yetu, देखने के लिए हमें तकवा की राहों की yeye kwa ajili ya kutakasa mali yetu na kwa kuona hali ya uchamungu wetu na kwa kuona kwamba sisi tunatafuta njia zake kiasi gani na madai yetu hii kwamba sisi tunajitolea katika njia ya mwenyezi mungu. Mungu amesema kwamba mtoe katika njia yake फैलाने के लिए बढ़ाने के लिए खर्च करो. बस हर kwa ajili ya kusambaza dini yake mutoe katika njia yake. Kila mwanajumuiya anatakiwa ajue roho hii kwamba kwa nini sisi tunatoa mchango. या उससे जान छुड़ाने के लिए Ikiwa mchango unatolewa kwa ajili ya kumfurahisha katibu wa fedha au rais, basi haina faida ya mchango huu, ni bora mchango huu usitolewe. तो इसका भी कोई फायदा नहीं. Ikiwa mchango mnatoa kwa sababu ya kuwashinda watu wengine, basi haina faida ya mchango huu. हालांकि हाँ रद्द हो सकती है. Na kitu ambacho kinatolewa kinyume na ridhaa ya mwenyezi mungu, mwenyezi mungu hakubali. Hii ni ihsani ya mwenyezi mungu kwamba कि जमात पर anatuwezesha kwamba tunatoa katika njia yake. बस हर चंदा देने वाले Si ihsani ya yule mtu juu ya mwenyezi mungu au juu ya jumuiya kwamba anatoa mchango. Basi anayetoa mchango anatakiwa awe na fikira hii kwamba kwa kutoa mchango anajitahidi kupata kuwa mrithi wa baraka na neema za mwenyezi mungu. Kwa hiyo kutoa katika njia ya mwenyezi mungu ni muhimu sana. ये कहा है कि नौबाइन ndiyo maana और बच्चों को nimesema में ज्यादा से ज्यादा kwamba jumuiya zote कोशिश करें. jitahidi kuwaingiza watoto na wanajumuiya wapya katika nidhamu ya jumuiya, hata kama anatoa shilingi moja, ili wapate uzoefu na waweze kupata baraka na neema za mwenyezi mungu. तो दुनिया में इंसान Kuhusu mchango, sehemu moja Sinama Alayhi anasema mtu anapenda sana mali yake katika dunia hii. बीरो रोया में लिखा है कि Ndiyo maana katika kitabu kiitwacho Ilmu Tabir imeandikwa kwamba mtu akiona katika ndoto kwamba ametoa liver yake na amempatia mtu mwingine, mradi wake ni mali. रसूल के लिए फरमाया Hii ndiyo ni sababu kwamba kwa ajili ya imani halisi Mwenyezi Mungu amesema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, अजीज तरीन चीज खर्च न करोगे. yani hamtaweza kuifikia wema hasa mpaka mtoe katika wile mnavyovipenda, और अपनाए जिन्स kwa sababu kwa ajili ya huruma ya wanadamu inatakiwa watu watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. जो ईमान का दूसरा जुज़ है जिसके बदू ईमान कामिल और रासिख नहीं. Na huruma जब तक इंसान ya watu ni sehemu ya imani, पर पहुंचा सकता है. na hali hii haiwezi kupatikana mpaka mtu anajitolea नफा रसानी और हमदर्दी के लिए kwa ajili ya kuwapatia faida, और kwa kuwahurumia. Kwa ajili yake inatakiwa mtu ajitolee. उसी इस Kuhusu hii Mwenyezi Mungu anasema la tanalu birra hata tunfiku mimma tuhibun. Katika aya hii Mwenyezi Mungu amesema, शायरी का ametukumbusha kuhusu hii. अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu हक वो था जो jinsi alivyojitolea एक जरूरत बयान की और कुल असासुल बैत लेकर हाजिर हो गए. ilikuwa ya aina hii kwamba wakati mmoja Mtume SAW alipoeleza kuhusu dharura fulani, Hazrat Abubakar alileta mali yake yote. तबीयत की जरूरत Basi makatibu wa fedha wanatakiwa wafanye malezi wanajumuiya katika njia hizi. माली कुर्बानी हो. Wakati इसी तरह मुरब्बियान को भी mtu anapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, ucha Mungu na imani na inaimarika. Vile vile wabashiri na walimu pia wanatakiwa waendelee kukumbusha mara kwa mara, na inatakiwa ukumbusho huu uendelee जाने माल का काम है kukumbushwa. कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं. Makatibu wa fedha jukumu lao ni kwamba watekeleze majukumu yao कि झैली तंजीमों को सपोर्ट कर दिया na waweze kuwasiliana na kila mwanajumuiya. Isiwe hivi kwamba wanaipatia jukumu hili idara za jumuiya. Idara mbalimbali za jumuiya inaweza kuwasaidia makatibu wa fedha kwa kuwakumbusha wanajumuiya kuhusu mchango. Zaidi ya hii si kazi ya makatibu wa fedha ya idara za jumuiya. कि सख्तियाने माल से ताउन करें. Idara za jumuiya inaweza kuwakumbusha wanajumuiya kwamba wao wasaidiane makatibu wa fedha na wajue muhimu wa michango ni nini. लेकिन
सेक्रेटरियाने माल ili mradi kueleza kuhusu michango ni kazi ya कि हमने जली तंजीमों का idara za jumuiya, lakini makatibu wa fedha haziwezi kusema kwamba sisi tuliwaambia idara ya jumuiya lakini hawakufanya kazi. सेक्रेटरियाने माल का काम Hili ni jukumu la makatibu wa fedha, wanatakiwa watekeleze jukumu lao. Ni jukumu la makatibu wa fedha, jukumu lao ni kwamba waweze kumfikia kila mwanajumuiya. और भी ज्यादा Siku hizi kuna njia mbalimbali काम करते थे za kuwafikia watu. शाम Katika Pakistan walikuwa makatibu wa fedha, mchana walikuwa wakifanya kazi zao na usiku walikuwa wakiwatembelea wanajumuiya. उस जगह जा रहे हैं Katika Karachi na Lahore walikuwa wakiwatembelea jumuiya kwa kutumia baiskeli na walikuwa wakiwakumbusha kuhusu mchango. Na hapa sisi tuna facility chungu mzima, बल्कि बाज lakini kwa kuwa na facility hizi makatibu wa fedha hawafanyi kazi. Bali mimi nimepata malalamiko, mashitaka kuhusu makatibu wa fedha kwamba wao wenyewe hawatoi michango vizuri. Ikiwa wao wenyewe hawatoi michango vizuri, namna gani wanaweza kuwakumbusha wengine kuhusu umuhimu wa michango? Na hii kazi inatakiwa ifanywe kwa upole na kwa mapenzi. हो जाते हैं एक दफा Mueleze umuhimu wa mchango. Baadhi wakati watu wanakuwa wavivu, माथे पर बल kama mtu anakataa muende mara moja, mara mbili, hata mara nne, lakini hamtakiwi mukasirike. Mtu asione kwamba labda kwa sababu ya mchango wake jumuiya inaendelea. Na ndiyo maana kwa sababu ya hii katibu wa fedha anamtembelea mara kwa mara. कि कभी माली तंगी नहीं आएगी Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam kwamba mali haitapungua na kazi itaendelea vizuri. Lakini Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam alikuwa na wasiwasi moja tu kwamba labda matumizi ya mali yatatumika vizuri au la. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu juhudi linafanywa kwamba matumizi yafanywe vizuri. तो जो भी दिलाई जाती है ऑडिट Ikiwa ये कायम है sehemu nyingine matumizi hayafanywi vizuri, basi watu wanakumbushwa. Vile vile katika jumuiya kuna nidhamu ya audit. Vile vile ni jukumu la amir pia kwamba achunguze matumizi vizuri, asifanye hivi kwamba apitishe bili zote. कि जिस तरह Na auditor anatakiwa awe na uhuru इख्तियार दिए जाएं jinsi anayotaka kufanya kazi afanye, awe na uhuru kabisa kwa ajili ya kuchunguza matumizi ya jumuiya. बहुत बड़ा खर्च है Kuhusu matumizi nieleze kwamba kuna matumizi makubwa sana ya MTA, और तरबियत के लिहाज से na kuhusu hii mara kwa mara wanajumuiya wanakumbushwa. इजाज़त इतने ज्यादा हो चुके हैं कि सारी दुनिया में एमटी के लिए हम Matumizi yamezidi kiasi hiki kwamba कि इस satellite 4 au 5 inafanya kazi siku hizi. Kwa मजमूई fedha ndogo hatuwezi kufanya matumizi ya MTA. Kwa hiyo katika bajeti ya jumuiya matumizi yanafanywa kwa ajili ya kuendesha MTA. तवज्जो की जरूरत है लोगों को Kwa hiyo wanajumuiya wanatakiwa watoe mchango के दूसरे दिन kwa ajili ya matumizi ya MTA. जो यहाँ यूके में मैं करता Ikiwa mnasikiliza vizuri hotuba yangu inayotolewa katika siku हूँ और किस mbili ya mkutano wa mwaka, और mtajua kwamba namna gani Mwenyezi Mungu ameweka baraka katika fedha ya jumuiya na namna gani kazi ya jumuiya imepanuka, जो फल लगा रहा है और किस तरह लगा रहा है na namna gani Mwenyezi Mungu anatupatia matunda ya michango yetu. अखराजात Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu matumizi haya yote yanafanywa kwa sababu ya michango ya wanajumuiya. तो जो दिलाना चाहता हूँ Vile vile kuna mambo mengine ya uongozi pia nataka kukumbusha kuhusu hii pia, kama nilivyosema kwamba बहुत जरूरी है या दूसरी बात kusikiliza hutuba za halifa ni muhimu sana, उनको गौर करना और नोट au mambo mengine yanayosemwa mara kwa mara pia kusikiliza mambo haya pia ni muhimu. तो जो दिलाएं ओहदेदार वहाँ ओहदेदारान खुद भी इस तरफ तवज्जो दें Viongozi wakati wanapowakumbusha wanajumuiya wengine wanatakiwa wao wenyewe pia कि खुतबात में wazingatie jambo hili, hususan ni jukumu la amir wa nchi. Maagizo yanayotolewa katika hutuba yeye aandike mara moja कायदगी से na kisha asambaze katika jumuiya zote za jumuiya, उस पर अमल हो kisha aendelee kuchunguza kwamba kiasi gani maagizo yale yalifuatwa.
और जमातें भी करती हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, labda jumuiya zingine zinafanya kazi hii, lakini sawa na taarifa mpaka leo naona kwamba ni amir wa Marekani tu ambaye anaandika maagizo yote yanayotolewa kisha anasambaza katika jumuiya zote, na wengine pia wanatakiwa wafuate utaratibu huu. यूके तो एक छोटा सा मुल्क है, अगर यहाँ UK Uingereza ni nchi ndogo sana. Ikiwa hapa kazi inafanywa vizuri, बारे में काम किया जाए तो सब जमातों से bila shaka बढ़कर बेहतरीन नतीजे यहाँ निकल सकते हैं. matokeo mazuri yanapatikana hapa kushinda jumuiya zingine zote. Vile vile kutoka kwa makao makuu au kutoka kwangu maagizo yanatolewa. Hii pia ni jukumu lenu kwamba mara moja baada ya kupata maagizo yale yafikishwe katika jumuiya zote, kisha baadaye yachunguzwe kwamba je, yale maagizo yamefuatwa au la. नेशनल अमीर जमात रीजनल अमीर बनाकर सिर्फ इस बात vile vile न बैठ जाएंगे amiri wa nchi kwa kuteua और तमाम regional amiri wa mkoa asione kwamba maamiri hawa wanafanya kazi na asiwategemee hawa maamiri wa mikoa. Hii si njia nzuri. इससे जो अब तक मेरे Kwa sababu ya hii, sawa na taarifa की niliyopata, जमातों में ni kwamba दूरी पैदा हो रही है. umbali unapatikana baina ya makao makuu ya nchi na baina ya jumuiya mbalimbali za nchi, bali watu wanaona kwamba ये एहसास भी hawawezi kuwasiliana na makao makuu ya nchi. Kwa hiyo kuna haja ya kuondoa wasiwasi hii. इस बात की पाबंदी Kwa hiyo hapa pia na katika 2 मरतबा कम से कम nchi zingine pia maamiri मीटिंग हो wafanye और hivi kwamba mara mbili wafanye mikutano na marais wao na wachunguze उनकी रिपोर्ट मुझे kazi zao, na इसी तरह से marais ambao hawafanyi kazi hata kama wanakumbushwa basi maamiri wanipatie taarifa zao. Vile vile makatibu wa fedha, katibu wa tarbia na makatibu wa mahubiri, inatakiwa amiri afanye mkutano, kikao pamoja naye angalau mara moja kwa mwaka. Ikiwa makatibu hawa wanaanza kufanya kazi vizuri, बाकी शोबों के बहुत सारे जो makatibu, shida inayopatikana katika idara zingine mbalimbali, shida zile pia जमात तक उन्होंने itaondolewa. जमाती निजाम Kwa hiyo kuanzia leo maamiri wafanye ratiba yao kwamba namna gani wanaweza kuboresha hali ya jumuiya. रीजन में Katika Uingereza kazi hii si ngumu sana, के लिए kwa sababu nchi hii ni ndogo sana. Watu wa makatibu wanaweza kukusanywa अपने कोई ऐसा sehemu moja. सिलसिला में बनाए Nchi kubwa kama Marekani na Canada wanaweza kupanga ratiba yao hivi kwamba namna gani के लिए वो कर सकते wanaweza kuwasiliana na wanajumuiya wote wa jamaat zote na wanaweza kuboresha hali yao. हैं. ये है कि अफराद Kitu kimoja nimeshawahi kusema mara kwa mara ni kwamba यूके शूरा muwatendee wanajumuiya kwa upole na kwa huruma. Wakati wa shura, वो हर ओहदेदार तक पहुंचना चाहिए. hutuba niliyotoa inatakiwa hutuba ile imfikie kila kiongozi wa jumuiya, na Tabshir ifanye mpango kuhusu hii kwamba hutuba hii imfikie kila kiongozi. Kuhusu uongozi, nataka kusema jambo lingine pia kwamba viongozi wa jumuiya wasome kuhusu फरायद में majukumu yao. Kila mmoja anatakiwa ajue majukumu yake ni nini. नेशनल अमीर के लिए है Kuna mwongozo moja ambao ni kwa ajili ya amiri wa nchi kwamba उसके बारे kazi yoyote anayompatia maamiri wa mikoa kuhusu hii waandike makao makuu. में कहीं भी, क्योंकि Jambo hili halifuatwi sawa na taarifa yangu, क्या मैं फलां रीजन kwa sababu mimi sijawahi kupokea barua kutoka kwa amiri kwamba sisi tumemteua mtu fulani kuwa amiri na majukumu yake ni haya. Sheria ya 177 imeandikwa kuhusu hii. Kwa hivyo inatakiwa jambo hili pia lizingatiwe. कवायद हैं 215 से 220 Maamir katika kitabu cha kawaid और इन पर अमल करें. toka 115 mpaka 120 wasome na wafuate
na wakumbuke wakati hasusan wanapotoa hukumu wanatakiwa wakumbuke sheria hii. vile vile nataka kuwakumbusha wabashiri pia kwamba wao pia watekeleze majukumu yao, कुरान करीम पढ़ na jukumu lao moja ni kwamba katika jumuiya wafundishe Qur'ani tukufu. कभी दौरे पर हों खुद तो ऐसे उस्ताद Ikiwa wao wanaenda kutembelea jumuiya watayarishe ustadh पढ़ा सकें. ambao wanaweza kuwafundisha watoto Qur'ani tukufu, na inatakiwa klasi ifanywe kila siku, si mara moja mara mbili kwa wiki, wakati wa magharibi, wakati wa isha, और मोहल्ले की wakati wote wabashiri wafundishe watoto. Ikiwa wabashiri na walimu wanaenda kutembelea jumuiya, ikiwa hawapo katika senta yao, wanatakiwa maustadhi wengine wafundishe watoto. और हम मजबूरन बाज़ दफ़ा Napata malalamiko na mashtaka kwamba watoto wetu hawasomeshwi, na kwa sababu ya hii watoto wetu wanalazimishwa kwenda kwa wasiokuwa wa Ahmadiyya kwa ajili ya kusoma Qur'an tukufu. Vile vile wale wanaotaka wafundishwe kaida, na hivi mtaunganisha watoto hawa na misikiti, na jambo hili litasaidia katika malezi ya watoto. है ज़ाहिर व बाहिर Na vile vile faida ya kusomesha Qur'an tukufu inayopatikana ni dhahiri. मुबल्लिगीन के लिए ये भी याद रखना ज़रूरी है Kuhusu wabashiri hii pia ni muhimu wakumbuke kwamba 4 साल बाद उनका तबादला होता है. baada ya miaka 3 au 4 wanahamishwa, wanapata uhamisho, lakini kama kuna haja kabla ya muda hii wanapata uhamisho. मुल्कों से मैं ये Ikiwa hali hii inapopatikana, बड़ा इनकबाज napata ऐसे तबादलों को mashitaka kutoka nchi mbalimbali kwamba wabashiri hawapokei uhamisho wao kwa furaha na kwa bashasha. Wanatakiwa wafanye बात याद रखें. wakubali kwa bashasha, na sawa na taarifa kwamba tabia hii haipatikani katika wabashiri wa Uingereza. मगर अगर कुछ ऐसा Na mkumbuke jambo hili pia kwamba ikiwa mnalazimika kumkumbusha amiri jambo fulani ambalo ni dhidi ya nidhamu ya jumuiya, basi mkumbushe kwa adabu na kwa upole. और जमाती नुकसान Ikiwa wao hawakubali टूट रहा हो kauli yenu na hasara ya jumuiya inapatikana au jambo linatendewa dhidi ya sheria, basi katika halimu niandikie. Haina haja ya kufanya mjadala na kujadili kule क्योंकि katika jumuiya, हमें जमात को kwa sababu डालने का मुझे hivi kwa kufanya hivi ufisadi na mfarakano utapatikana katika jumuiya. जो दिला सकते हैं Bila shaka niliwahi kusema kwamba maamiri wanaweza kuwakumbusha maamiri kuhusu mambo ya dini, lakini kuhusu hii बंदी करनी जरूरी है या इस inatakiwa wabashiri की आसन wafuate hulka hii kwamba kwa njia nzuri na bila kuwa से जमाती na हो रहा हो ये नसीहत na hali hii kwamba अल्लाह ताला jumuiya inaathirika, watoe nasaha. और Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote kwamba tuwe wanajumuiya wa kweli na tuweze kutekeleza majukumu yetu. अभी नमाज जुमा के बाद में एक जनाजा गायबी पर Halifa mtukufu anasema kwamba leo baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni ya Bi Dania Khan sahiba aliyekuwa mke wa Asif Khan sahib, katibu wa mambo ya nje ya Canada, tarehe 6 ya August katika umri wa miaka 38 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwenyeji wa Lebanon, lakini alipata uraia ya Canada. ये लल्ला थी, तबलीग का बड़ा शौक था. 1998 alikubali jumuiya. Alikuwa mhubiri mzuri sana, alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa national secretary tabligh wa Canada, na pamoja na hii alifanya kazi katika idara mbalimbali. Alikuwa member wa MTA Canada. Katika media pia alikuwa akifikisha ujumbe wa jumuiya kila wakati. अमेरिका का सफर भी इख्तियार Kwa ajili ya hii alitembelea Canada na vile vile alienda Marekani pia. पेशे के लिए Alikuwa akitoa और wazo lake vizuri. Alikuwa mwalimu wa shule तौर पर भी हुई थी. na hivi karibuni aliteuliwa kuwa vice principal wa shule करने के लिए हमेशा कोशिशां रहती थी. kwa ajili ya kuimarisha हासिल किए
hulka baina ya wanafunzi. Alikuwa akifanya juhudi sana na alipata zawadi chungu mzima. पर्दा की पाबंद और खिदमत खलक alikuwa akifuata kila amri ilikuwa ikitolewa na alikuwa akifanya पाक के बाद hijabu vizuri sana. करने का वसीयत की हुई थी yeye और गरीब alifanya wasia ya kutoa viungo vyake vya mwili. हर रिश्ते को alikuwa mke mwenye mfano na mama pia mwenye mfano. aliolewa na mtu wa Pakistan, lakini इस्लामी इक़दार की मुहाफ़ aliadjust mwenyewe vizuri. मूसियत alikuwa akilinda sana heshima ya Islam. उनके तीन alikuwa musia kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. जो वक़फ़ात नौ में शामिल हैं ameacha mabinti watatu, wote ni wakfate no, और ni wako katika मुश- nidhamu ya wakfe no. हल्का वसी था। इनके जनाजे पे भी वहाँ के alikuwa uhusiano mzuri na watu. katika jeneza yake सूबे की वो भी इनके जनाजे पे आई हुई थी। मेंबरान पार्लियामेंट आए हुए थे, waziri स्कूल के साथ mkuu wa mkoa alikuja, vile vile counselors na walimu wa shule na wanafunzi, hao wote walishiriki. alikuwa maarufu sana, इनकी तारीफ alikuwa mpendwa sana. ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। nimesikia kila mmoja alikuwa anamsifu, awe mdogo mkubwa. Mwenyezi Mungu aipandishe madaraja yake na aiweke roho ya mahala pema. Mwenyezi Mungu awapatie subra watoto wake, mabinti yake na mume wake pia, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.